Asante. Mheshimiwa Gnesta Kaiser. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya maboresho ya utoaji mikopo ya 10% kwa kuwezesha mabenki yaweze kutoa hiyo mikopo ndani ya halmashauri baadhi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, dhana nzima au sababu kuu ya serikali kuitoa hii mikopo ilikuwa ni kwa ajili ya wale wa Tanzania, wananchi wa Tanzania, kwa maana ya wanawake, vijana na wenye ulemavu ambao kimsingi katika hali ya kawaida hawakuwa na sifa za kukopesheka katika benki kutokana na hali zao za kimaisha ambazo zinawakumba. Lakini sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mabenki haya wameweka masharti ambayo ni magumu sana, masharti ambayo mwisho wa siku walengwa ambao serikali imekusudia waweze kupata ile mikopo wanashindwa kupata ile mikopo kwa sababu vigezo vinawatoa nje, kwa sababu mabenki haya yameweka mkazo mkubwa sana wa masharti magumu kana kwamba sasa ni biashara. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati akina mama, vijana na wenye ulemavu wakiwa wanasubiri tabasamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais kupitia hii mikopo, fedha hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu zimelala ndani ya mabenki. Na mfano nikitolea mfano mmoja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika halmashauri ya jiji ya Dar es Salaam as we speak now, shilingi bilioni 91 zimelala ndani ya benki, na wale ambao wanapaswa kukopeshwa wako mitaani, hawawezi kukopesheka kwa sababu ya hayo masharti ambayo yamekuwa ni magumu. Na kimsingi nikana kwamba sasa sio tena ile 10%, nikana kwamba sasa mtu anakwenda kukopa katika benki kibiashara. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijauliza swali, wote tunafahamu kwamba wananchi hao ambao tumewalenga, hayo makundi matatu, wengi wao hawana hata dhamana, na ndio maana serikali mkaja na mpango mzuri sana wa kumkomboa kijana wa Kitanzania, kumkomboa mwanamke pamoja na wale wenye ulemavu. Swali langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali kwa nia yake njema hile hile haioni kwamba ni vema sasa ukabadilishwa mfumo mzima wa namna ya kukopesha zile fedha, na ikibidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hawa, walengwa hawa, yatumike masharti na mifumo inayofanana, ili mwisho wa siku ile dhana nzima ya serikali kumkomboa kijana wa Kitanzania, wanawake na wenye ulemavu iweze kuonekana kwa tija, kwa sababu mwisho wa siku Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi bilioni 91 nimekupa mfano kutoka katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Sasa hivi tunavyoongea, wananchi wangekuwa wanatabasamu kubwa sana na wakimshangilia Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameweza kuwakomboa. Mheshimiwa Waziri, nitakushukuru sana kama utatupa majibu ambayo yatapelekea tabasamu kwa wananchi ambao kimsingi ni wanyonge, na Mheshimiwa Rais anahitaji kuacha pamoja na tabasamu. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi hii. Ni kweli serikali ilibadilisha utaratibu na kupeleka utaratibu wa majaribio katika baadhi ya majiji na halmashauri, fedha hizi za mikopo kuanza kutolewa kwa utaratibu wa kupitia benki, na baadhi ya halmashauri ziliendelea na utaratibu ule wa awali. Sababu kubwa ya kufanya hivyo ilikuwa ni kupeleka utaratibu huu kwa maafisa wanaoshughulika na masuala ya mikopo, hasa kudhibiti tatizo lililokuwa linajitokeza la vikundi hewa, la watu wanakaa kwenye halmashauri pale, wanatengeneza vikundi, wanatengeneza syndicate kutoka baadhi ya watumishi wa ndani ya halmashauri na wale wanaopokea fedha hizo. Kimsingi watumishi wasio waaminifu na wenyewe wanakuwa sehemu ya vikundi, wamezitanguliza kule kwenye kikundi na yeye anakuepo kule kwenye. Kwa baada ya zoezi lote lile, lengo la serikali linakuwa halijatimia lile la kuwasaidia wahusika hasa wanaofanya shughuli hizo za uzalishaji, na lengo la pili la kwamba kutakuwepo na marejesho ili na wengine waweze kupata, na lenyewe linakuwa halitimii. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya msingi. Sasa baada ya kupeleka kwa majaribio kwenye maeneo haya ya mabenki, nimesikia Mheshimiwa Mbunge ulichokisema,
na nilipata fursa ya kukaa na wafanyabiashara hizi ndogo ndogo, wamachinga nilikaa nao, wamachinga nilikaa na bodaboda, nilikaa na bajaji, nilikaa na mamalishe. Moja ya mambo walioelezea yalikuwa yanafanana na hayo ambayo Mheshimiwa mbunge umeyasema, na maelekezo niliyoyatoa ambayo ndio dira iliyotolewa na Mheshimiwa Rais ni kwenda kwenye uhalisia. Machinga hawezi kuwa na hati ya nyumba. Ukimwambia alete hati ya nyumba ndio apate mkopo, ni dhahiri hata kuwa na hiyo hati ya nyumba. Na maeneo mengine walielezea kwamba wanatakiwa watoe dhamana, barua ya udhamini wa watumishi walioko serikalini. Na yenyewe machinga, mabodaboda, ukimwambia anze kuhangaika kutafuta mtumishi aliyeko serikalini amdhamini, na lenyewe ni tatizo lingine. Kwa maelekezo nilitoa, waondoe hayo masharti yanayokwamisha walengwa hawa kuweza kupata manufaa ya fedha hizo ambazo Mheshimiwa Rais amekusudia ziweze kuwafikia. Tulikubaliana na mabenki walikuwepo pale kwamba hayo masharti ya hati ya nyumba, hayo masharti ya barua ya udhamini kwa wale ambao wanatambulika hayatakuwepo. Labda Mheshimiwa Spika, nitumie tu bunge lako tukufu kuweka wazi eneo moja. Kwa yule ambaye hana kitambulisho cha taifa ndiye anayetakiwa utambuzi. Wale ndio ambao wamekuwa wakitakiwa watoe barua ambayo at least mtambulishe kwamba yeye ni Mtanzania. Mheshimiwa Spika,